kitabu ambacho ni cha Numbers. Tutasoma naye Mungu atatubariki. Maandiko inasema ya kwamba kulikuwa na mtu mmoja alikuwa anajulikana kama Baraki, na Baraki alikuwa ni mfalme. Baraki alikuwa ni mfalme, na kulikuwa na mtu mwingine aliyekuwa ni nabii, lakini ni nabii aliyekuwa ameanguka. Sasa nabii wa uaguzi, lakini kulikuwa na mfalme alikuwa anaitwa Baraki, na nabii alikuwa anaitwa Balamu. Na siku moja huyu Baraki alikuwa anawachukia Israeli na alikuwa anataka walaaniwe. Sasa Baraki akaenda kwa yule nabii wa uongo, akamulipa, akamwambia na mulipa aende alaani Israeli. Israeli ni watu wa Mungu. Lakini wakati ambapo yule Balamu alipoenda kulaani Waisraeli, yani wale watu wa Mungu wanaoamini Yesu, yule Balamu hakuweza kulaani, bali ni kubariki, alibariki Israeli. Alipoenda kulaani, Mungu alimfanya akaweze kubariki, kwa sababu watu wa Mungu hawawezi kulaaniwa. Unapowalaani unapata ndio wakati wanabarikiwa. Unapolaani unapata ya kwamba Mungu anabadilisha laana, anazifanya baraka. Maana hakuna mtu aliyeamini Yesu, anayemtumikia Yesu atakayelaaniwa. Akilaaniwa, Mungu anachukua laana, anazifanya kuwa baraka. Maana hawa ni watu wa Mungu, na hakuna silaha wala hakuna uchawi kinyume cha Israeli, kinyume cha watu wa Mungu. Hebu sikia, hicho kitabu kinasema ule mfalme vile ambavyo alijitahidi akalipa ili Israeli ilaaniwe, lakini wakati analipana, kumbe Mungu naye anabadilisha. Sasa maandiko inasema Numbers pale 22:36 inasema, Baraki aliposikia kuwa Balamu anakuja, akatoka kumlaki katika mji wa Moabu, katika mpaka wa Arnoni. Baraki akamwambia Balamu, je, si kukupelekea jumbe za haraka? Kwa nini hukuja kwangu? Hivi kweli mimi siwezi kukulipa? Balamu akamjibu, vyema, sasa nimekuja. Vyema, sasa nimekuja. Lakini kwa nini huwezi kusema tu chochote? Ni lazima niseme tu kile ambacho Mungu ataweka kinywani mwangu. Sikia, Baraki akamuuliza kwa nini hawezi, kwa nini analipwa, anataka kulipwa, lakini analipwa ili afanye nini? Alaani Israeli. Lakini sasa wakati ule nabii anakuja kuongea, hawezi kutamka laana, alijikuta anatamka baraka. Akiulizwa akasema, ni lazima tu niseme tu kile ambacho Mungu ataweka kinywani mwangu. Sikia, Mungu hakuipikia Israeli walaaniwe. Maana wakati ambapo anakuja kulaaniwa, Mungu anabadilisha laana zinakuwa baraka. Maana ni Mungu yule ambaye anawashikilia watu wake. Sikia, kisha Baraki akamwambia Balamu, usiwalaani kabisa
usiwalaani kabisa wala usiwabariki kabisa. Balaamu akajibu, je, sikukuambia ni lazima nifanye lolote analosema Bwana? Basi Balaki akamwambia Bali, je, nimekupeleka mahali pengine, huenda itampendeza Mungu kukuruhusu unilaanie hao watu kutoka mahali hapa. Balaki akamchukua Balaamu juu ya mlima, na Balaamu akasema, yani akawa anataka kulaani, lakini hakuna laana ingeshika Waisraeli, maana imeandikwa ya kwamba hakuna laana itakayofanyikiwa dhidi ya watu wa Mungu, na kwa hivyo ndio maana hangeweza. Haleluya! Nakusikia, hakuna uchawi dhidi ya Yakobo wala hakuna uaguzi dhidi ya Israeli. Hivyo ndivyo Mungu anasema, yeyote ambaye huwa anajaribu kufanya uchawi ama kuangamiza watu wa Mungu wanaoabudu Yesu, wanaoamini Mungu aliyeumba mbingu na dunia, huyu Mungu wa Israeli, hawataweza. Maana imeandikwa kwenye Biblia, na ni Mungu amesema mwenyewe, hakuna uchawi dhidi ya Yakobo wala hakuna uaguzi dhidi ya Israeli. Kwa hivyo hiyo ujue ya kwamba watu wa Mungu hawawezi kurogwa na hawawezi kufanyiwa uchawi, kwa sababu hata uaguzi haitawezekana, kama vile ambavyo Balaki alikuwa analipa Balaamu alaani Israeli, lakini haikuwezekana. Alipokuwa na laani alijipata anabariki, kwa sababu watu wa Mungu ni wa Mungu, kwa sababu hakuna silaha wala uchawi utakaofanikiwa kwa wale wote wanaamini huyu Mungu wa Israeli, huyu Mungu ambaye aliyemtuma Yesu. Kwa sababu hilo jina ni ngome imara, wenye haki wanakimbilia na wanakuwa salama. Hapa duniani hakuna silaha ambayo inaweza kufanya kazi dhidi ya walioamini Yesu, maana hawa ni wa Mungu na Mungu ndiye aliumba hizo silaha. Hakuna nguvu ambayo iko kubwa kuliko jina la Kristo. Nguvu zote ziko chini ya Kristo. Kwa hivyo ni nini ambacho utatumia upigane na wale wako na Kristo, na Kristo akiwa ndani yao? Wao tu ndio wako na nguvu na uweza hapa mbingu na duniani. Mungu aliyeumba mbingu na dunia ndiye Mungu aliyeumba hata shetani, akaumba hata wachawi, na nguvu zote ni Mungu ambaye anazidhamini. Nguvu zote ziko chini ya Mungu, nguvu zote ziko chini ya Yesu. Hata nguvu za kulaani ziko chini ya Yesu. Ndio maana hakuna silaha wala hakuna uaguzi wala hakuna uchawi utakaofanikiwa kwa wale walioamini Yesu na waliompokea na kumkiri. Maana Yesu ndiye mwenye nguvu zote mbinguni na duniani. Ndio maana unahitaji kuamini Yesu na unahitaji kupokea Yesu, nguvu ambazo ni kuu, kuwa mmoja wa wale ambao wanaamini Mungu wa Israeli, kuwa mmoja wa wale ambao wanaamini Yesu, na utaona hakuna uchawi, hakuna uaguzi, hakuna silaha itakayofanikiwa juu ya nyumba yako wala juu ya maisha yako. Unajua wachawi huwa wanafika mwisho, waaguzi huwa wanafika mwisho, wakipatana na nguvu ya Yesu wanajisalimisha, wanajua ya kwamba
nimekuwa nikifanya, lakini sijawahi ona nguvu kama hivyo. Sijawahi kuona Mungu kama huyo, sijawahi kuona nguvu kama hizo. Hawajawahi. Wanafika mahali wanaona nguvu kubwa kuliko zao, maana kuna Mungu aliye mbinguni, aliyeumba mbingu na dunia, mwenye uwezo na nguvu, mtawala wa dunia, mtawala wa bahari, na watu wote, nguvu zote ziko chini ya miguu yake. Haleluya! Tunahitaji kumwamini sasa huyo Mungu. Tunahitaji kumwamini, tunahitaji kumwabudu, tunahitaji kukaa kwa Yesu. Ndiyo maana Mungu anasema, amini Mungu aliyeumba mbingu na dunia, muogope Mungu aliyeumba mbingu na dunia, muabudu Mungu aliyeumba mbingu na dunia, huyo mwenye uweza, huyo ambaye ako na nguvu ya kukutoa hapa duniani, huyo ako na nguvu ya kukuangamiza, huyo aliye na nguvu ya kumaliza dunia na kuiondoa. Amini huyo Mungu. Huyo Mungu alikuwa na Israeli, aliyefanya bahari Shamu ikauke, aliyetengeneza njia mahali hakuna njia. Muamini na utapona. Muamini yeye na utawekwa huru, maana hakuna nguvu zingine kubwa kuliko zake. Mungu hakuna vita hata moja watu wa Mungu wa Israeli walipoteza. Vita vyote Mungu alikuwa na wao. Walipokuwa na Mungu, Mungu alikuwa na wao, na ahadi zote Mungu alizoahidi walizipokea moja kwa moja. Mungu sio kama mwanadamu adanganye. Akikuahidi unapokea. Mungu haongei uongo. Haleluya! Tena Mungu haangalii koti yako ati ndio akubariki. Haangalii masomo yako wala pesa zako wala umasikini wako. Tena Mungu hakuitishi pesa kama vile waaguzi na wachawi wanakuitisha. Mungu anakubariki tu bure. Amini Yesu ukaweza kupona. Amini huyo Mungu mwenye aliumba mbingu na dunia, huyo anayeinua, anayebariki, huyo anayeua, anayefufua, huyo anayevunja, anayeponya, huyo analaani na anabariki, huyo Mungu mwenye uweza na nguvu. Amen. Sikia ndugu yangu, amini nakwambia, amini ujumbe mpya. Yeye aliye mwamini Yesu ana uzima. Amini nakwambia, amini nakwambia, yeye aliye mwamini Yesu ana baraka. Hakuna uchawi dhidi ya Yakobo, dhidi ya wateule wa Bwana, dhidi ya waliyemchagua Yesu, dhidi ya waliyemwamini, dhidi ya wale wanaokiri jina la Yesu. Hakuna uchawi dhidi ya Yakobo, wala hakuna uaguzi dhidi ya Israeli. Hivyo ndivyo Biblia inasema. Na ukisoma katika kitabu ambacho ni cha Isaia, kitabu cha Isaia, na ninataka uwe na imani na Mungu. Uondoe imani yako kwa wachawi na waganga. Uondoe imani yako kwa misimu na majini. Uondoe imani yako huko. Imani yako weka kwa Mungu aliyeumba mbingu na dunia, huyo Mungu wa Israeli, huyo aliyemtuma Yesu. Amini na kuambia ya kwamba utaona uponyaji, utaona ushindi, utaona Mungu akikupigania. Amini na kuambia, yeye aliye mwamini Yesu ana uzima.
Isaia pale 54 ukisoma 17, Biblia inasema hakuna silaha itakayofinyizwa dhidi yako itakayofanikiwa. Ati hakuna silaha iliyotengenezwa dhidi yako itakayofanikiwa, nawe utathibitisha kuwa muongo kila sikia, nawe atauthibitisha ya kwamba kila ulimi ambao unakushtaki atauthibitisha kuwa uongo. Na anasema huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana, na hii ndio haki yao itokayo kwangu, asema Bwana. Ati urithi wa Bwana wa watumishi wake, wale wanatumikia Yesu, wale wanatumikia Mungu wa Israeli. Anasema hakuna silaha itakayofanyizwa, itakayotengenezwa dhidi yako itakayofanikiwa, na ulimi wowote utakaonena kinyume na wewe, Mungu atathibitisha kuwa hiyo ulimi ni uongo. Amen. Maana Mungu atakutetea. Amen. Maana Mungu atakuja na kujidhihirisha ya kwamba ilikuwa ni uongo. Hata kama watu wataongea uongo juu yako, siku inakuja Mungu atathibitisha waliongea uongo wote. Amen. Maana Mungu anasema na ameapa ya kwamba hii ndio urithi ya watumishi wale wote wanatumikia Yesu. Ndio maana tumikia Yesu, tumikia Mungu aliyeumba mbingu na dunia. Wacha kutumikia dunia, usitumikie mizimu wala majini wala wachawi. Tumikia huyo Mungu aliyeumba mbingu na dunia, na utafurahia. Mwisho wa siku utafurahi sana. Mwisho wa siku utafurahi sana. Ukitumikia Mungu aliyeumba mbingu na dunia, utafurahia. Mwisho wa siku, hata kifo chako utafurahi sana. Mwisho wako utakuwa mwema, hautahangaika, hautajuta. Lakini wale wote ambao wanatumikia wachawi, uaguzi, majini, mwisho wao wataaibika, watalia, watajuta sana. Kwa nini hawakuabudu Mungu aliyeumba mbingu na dunia, yule Mungu wa Israeli? Kwa nini? Kwa nini? Watajuta sana. Na unajua kwa nini watajuta? Kwa sababu walikataa jina hilo la Yesu. Yeyote ambaye anakataa jina la Yesu atakuja kujuta. Yeyote ambaye anakataa na anabishana na kubisha Injili, anabishana na Injili, atakuja kujuta. Kwa nini? Wacha tusome tusikie. Hii ni Biblia ninasoma. Maana hakuna anayepigana na Mungu, hakuna atakayeweza kupigana na Mungu. Wewe jaribu kupigana na Mungu, utajipiga wewe mwenyewe. Unapotupa mchale unakurudia mwenyewe. Unapofanya uchawi unakurudia mwenyewe, kwa sababu wale walio ndani ya Kristo wamefichwa. Na kwa hivyo hakuna silaha, hakuna uchawi wala uaguzi utakao faulu juu ya watu wa Mungu. Unaona? Kwa hivyo tunahitaji kujiwana na huyo Mungu, huyo mwenye ana ushindi. Watu wengi wakishindwa, unahitaji kujiunga na wale wamewashinda. Sivyo utapata hatari, yaani utaumia. Njia moja tu ya kuwa na amani ni kufanya amani na huyo Mungu na Yesu. Hapo ndipo utapata amani. Haleluya. Kitabu ambacho
ni cha ati. Matendo ya Mitume 4. Matendo ya Mitume 4. Kwa nini watu wa Mungu hawawezi kufanyiwa silaha ya uchawi? Kwa nini hawawezi kushindwa wale wanaamini Yesu? Sikia kwa nini. Matendo ya Mitume 4 haya pale 12 inasema hivi, wala hakuna wokovu katika mwingine awe yoyote, kwa maana hakuna jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Ati nini? Ati hakuna wokovu katika mwingine awe yoyote, kwa maana hakuna jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu lipasavyo sisi kuokolewa kwalo. Sikia, kuna jina moja tu ambalo tumepewa mbinguni au duniani, na ni jina la Yesu ambalo linapaswa wanadamu kuokolewa. Ndio maana walioamini hilo jina la Yesu wokovu wanapata, ushindi wanapata, ukombozi wanapata, baraka wanapata, maana waliomwamini ni Yesu ambaye hakuna mwingine awe yeyote, kwa maana hakuna jina jingine chini ya mbingu wala walilopewa wanadamu linalopaswa kuokolewa. Ni Yesu. Kuokolewa kwalo ni jina la Yesu. Katika hilo jina wachawi wanashindwa, Wahunzi wanashindwa, majini yanashindwa. Katika hilo jina la Yesu ukombozi, uponyaji, hata wafu wanafufuliwa katika jina la Yesu. Ogopa hilo jina, maana hilo ni jina la Mungu mwenye nguvu. Yesu ni Mungu mwenye nguvu. Yesu ni Mungu mwenye nguvu. Yesu alikuwa ni Mungu aliyekuja katika mfano wa mwanadamu, na huyo mwanadamu alikuwa anaitwa Yesu, lakini ni Mungu aliyekuja akavaa hiyo ngozi ya Yesu ili akuja kuokoa wanadamu. Na alipokuwa msalabani, ilikuwa ni damu sio ya mwanadamu, bali ilikuwa ni damu ya Mungu mwenyewe iliyokuja kuokoa, ili wale wote watamwamini waokolewe. Na ndiyo maana alipokufa akajidhihirisha hakuwa mwanadamu, alifufuka. Ndiyo maana alipofufuka alikuja na utukufu na akasema, nguvu zote mbinguni na duniani niko nazo. Na akasema, sasa enendeni mhubiri Injili. Nimempa nguvu na mamlaka mbingu na duniani, mkanyange nyoka na nge kwa jina la Yesu, mtoe mapepo kwa jina la Yesu, mfufue wafu kwa jina la Yesu. Maana ni Mungu mwenye utukufu, akawapa utukufu, akawapa nguvu na uweza wale wote watakaoamini jina la Yesu. Amini jina la Yesu, nakwambia. Amini, amini, nakwambia. Amini, amini, ujumbe mpya. Yeye aliye mwamini Yesu ana uzima. Amen. Mwamini Bwana Yesu na utapata uzima. Mwamini Bwana Yesu na utapata ushindi. Mwamini Bwana Yesu na hakuna uchawi, hakuna uaguzi, hakuna laana, hakuna majini yatakayofanikiwa dhidi ya wale wote wanaoamini Yesu, wanaoamini damu ya Yesu na jina lake. Wako na nguvu na uweza hapa duniani hata mbinguni. Amen. Sikia, wala hakuna wokovu katika mwingine awe yoyote. Kama unataka kuokolewa, hakuna wokovu hapa duniani au mbinguni. Wokovu tu ni katika jina la Yesu. Hakuna jina jingine unaweza ita uokolewe. Hautaita baba, hautaita waamuzi, hautaita hata wafu,
hawezi ita hata wafu wala wale waliokufa. Jina ni la Yesu, sio jina la babu au nyanya. Jina ni la Yesu linaloleta wokovu. Amen. Sikia kitabu kingine katika kitabu ambacho ni cha Wafilipi. Wafilipi pale 2, usikie nguvu na uweza ya hiyo jina la Yesu. Kwa nini wale wote ambao walioamini jina la Yesu, walioamini Kristo, kwa nini walishinda? Kwa nini walifanya mambo makuu na ajabu? Mbona? Hii ndiyo sababu. Wafilipi 2 pale 10, maandiko inasema, kwa hiyo Mungu alimtukuza Yesu juu sana na kumpa jina lililoko kuliko jina. Sikia, Mungu alimtukuza Yesu, akamwinua Yesu, akampa jina lake mwenyewe, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, na vitu vya mbinguni na vya duniani na vya nchini, hata chini ya nchi, na kila ulimi ya kwamba Yesu ni Bwana, na kila ulimi ukiri ya kwamba Yesu ni Bwana. Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Amen. Ya kwamba Mungu alimuinua Yesu, akampa jina lake mwenyewe. Amen. Ya kwamba kila goti litapigwa, vitu vilivyo mbinguni, wanyama au hapa duniani, vyote vile, kila goti litapigwa, nguvu zote zitapigwa magoti, yani watapiga magoti mbele za Bwana, wakisema ya kwamba Yesu ni Bwana. Unajua yule mtu ambaye anapigia magoti yeye ni Bwana. Sasa siku hiyo, hata siku hii, magoti yote lazima ipigwe mbele za Bwana Yesu, maana Bwana ndiye boss. Yeye ndiye boss. Yesu Kristo ndiye boss. Yesu Kristo ndiye mfalme, na kila magoti lazima ipigwe mbele ya boss Yesu Kristo. Yeye ni mfalme. Vitu vyote mbinguni wala duniani, hata wanyama, hata viumbe, hata malaika, watu wote, hata wachawi, hata waabudu wa Shetani, hata wachungaji, watu wote kwa mdogo na mkubwa watapiga magoti mbele ya Kristo Bwana, na kila ulimi utakiri ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana. Yesu Kristo ni Bwana. Na hivyo ndivyo tunakiri hapa ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana. Mahali popote ulipo, Yesu Kristo ni Bwana. Mahali popote ulipo, na kutangazia ujue ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana. Yesu Kristo ni Bwana. Yeye ndiye mfalme wa wafalme. Yeye ndiye aliyeshinda mauti na kifo, na Yesu Kristo anarudi, na watakao muamini hawataibika. Yesu Kristo ni hilo jiwe lililokataliwa na waashi, lililokataliwa na mafundi, lakini hilo jiwe limekuwa la pembeni, na wote watakao likataa hilo jiwe litafanyika kuwa jiwe la kuwakwaza, na hilo jiwe likiwaangukia watazagwa vipande vipande. Usije ukakubana na hilo jiwe ambalo ni Yesu Kristo, wala usibishane na hilo jiwe, maana hilo jiwe ndilo jiwe la pembeni. Amen. Hilo ndilo jina lenye nguvu, jina lenye uwezo, na hilo jina kubwa ndilo tunahitaji kujiitanisha nalo. Kama unataka kuwa na nguvu, kama unataka hata wewe kufaidika, jiitanishe na jina la Yesu.
Lakini kama unataka kuaibika, pingana na hilo jina la Yesu, likatae, na wewe utakataliwa. Ukikataa Yesu unakataa uzima. Ukikataa Yesu unakataa baraka. Kwa nini? Maana siku hiyo kila jina, kila goti litapigwa mbele ya Mungu. Kila goti litapigwa mbele ya Kristo, na kila ulimi utakiri ya kwamba Yesu ni Bwana. Hata ndiyo maana tunaimba Yesu ni Bwana, ametukomboa. Yesu ni Bwana, ametuokoa. Yesu ni Bwana. Tulikuwa wabaya kuliko wewe, Yesu ni Bwana. Tena tulibisha kuliko wewe, Yesu ni Bwana. Lakini mwisho wa siku sisi, Yesu ni Bwana. Unakimbia, unafika mwisho. Unaongea, unanyamaza. Unafika mwisho, unasema Yesu ni Bwana. Maana ninayepigana na yeye sitaweza, ninayekimbizana na yeye sitaweza, nitachoka. Unaona, ni afadhali kunyenyekea na kusema Yesu ni Bwana, kujiunga na yeye, maana ushindi uko katika upande wake. Amen. Afadhali tujiunge na yeye, maana kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana, kwa sababu yeye ndiye boss, na boss atabaki kuwa boss. Kwa hivyo ni wewe unyenyekee, maana boss hawezi kunyenyekea. Wewe ndiye utanyenyekea ili boss akae akiwa boss, na ukikataa kunyenyekea atakunyenyekeza cha lazima. Hapo ndipo utakiri cha lazima, na utapiga magoti cha lazima ukisema Yesu Kristo ni Bwana. Amen. Sikia kitabu ambacho ni cha Mathayo 28. Yesu Kristo alipofufuka akawapata wanafunzi wake wale 11, maana mmoja alifanyika kuwa Shetani, na akamuuza Yesu. Alipopata wale 11, Yesu ndiye alikuwa amewaita wote. Hakuna mtu anaweza kuhubiri pasipo kuitwa. Unaposikia hiyo sauti yangu, mimi sijajituma mahali, wala sijajiita, wala siko kwenye kazi ati ninalipwa. Aliyeniita ni Mungu huyo aliyeumba mbingu na dunia, yule Mungu wa Israeli, yule mmoja. Na mimi ni mtumishi wa Yesu Kristo, akanituma. Kwa hivyo yote ambaye abishanaye na mimi anabishana na yeye yule Mungu aliyenituma. Yeyote anayenipokea anapokea Mungu aliyenituma. Na siongei maneno yangu, bali ninaongea maneno ya aliyenituma. Maana mimi ni barua tu, ninafikisha. Kama ni ujumbe, sio wangu, ujumbe ni wa aliyenituma. Kwa nini? Maana alisema katika kitabu ambacho ni cha Mathayo 28 pale 19, akasema hivi, akasema Yesu akawajia na kusema, nimewapa mamlaka yote mbinguni na duniani. Akawaambia, kwa sababu hii enendeni duniani mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, ambalo ni jina la Yesu Kristo. Akawaambia waende wabatize kwa jina la nani? Hilo la Baba, hilo la Mwana. Ni jina gani? Ni jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo akawaambia waende wabatize, wahubiri Injili, wabatize, waponye wafu kwa jina la Yesu Kristo. Hawakujituma, walitumwa, waliamuriwa. Ni mamlaka walipewa ya kuamurishwa, waliamurishwa.
kama vile nimeamrishwa. Naamrishwa asubuhi, naamrishwa nihubiri Injili, maana amenituma yeye aliyeniamuru, na amenipea mamlaka mbinguni na duniani. Amenipa hii mamlaka niwafanye wanafunzi na nienende dunia yote, na niwafanye mataifa kuwa wanafunzi wa Yesu. Sio cha lazima, bali wale watakaopokea, kwa sababu hii Injili hawezi kulazimishwa. Kama haukatai, wewe endelea na kukosa kukataa. Wale wanataka watapokea. Akasema muenende mkawabatize kwa jina la Yesu, waponywe kwa jina la Yesu, maana jina la Yesu ndilo jina linalosimamia jina la Baba. Jina la Yesu ndilo jina la Baba, jina la Yesu ndilo jina la Roho, jina la Yesu ndilo jina la Mwana. Sasa akawaambia wafanye hivyo kwa jina la Yesu, wakabatizwa, wakaponywa, wafu wakafufuliwa, Injili ikahubiriwa, wakaenenda kwa jina la Yesu. Na kwa jina hilo mapepo ikatii, kwa jina hilo wakafanya ishara na miujiza, kwa jina hilo majini inanyenyekea, mapepo inatoweka. Kwa jina hilo hakuna risasi, hakuna silaha, hakuna uchawi wala ubaguzi, hakuna misimu itakayofaulu dhidi ya wale wote ambao wameitwa, dhidi ya wale wote ambao wanatumikia Yesu. Na sasa na wanafunzi wake, sasa inatupaswa sote tunyenyekee chini ya hiyo nguvu ya Yesu. Kama unataka baraka, kama unataka uponyaji, kama unataka kuwa salama, jina ni la Yesu. Ni ngome imara, wenye haki wanakimbilia na wanaokolewa. Hilo jina lenye nguvu na jina lenye uweza. Jina la Yesu ni ngome imara, wenye haki wanakimbilia na wanaokolewa. The name of Lord is a strong tower, the righteous run to and they are saved. Jina la Yesu ni ngome imara, wenye haki wakimbilia na wanaokolewa. Wenye haki wakimbilia waokolewe. Ndio maana jina hilo ni jina lenye nguvu na uweza. Ndio maana ule Baraki, Mungu akamwambia hakuna uchawi, hakuna ubaguzi uliotengenezwa dhidi ya Waisraeli, dhidi ya watumishi wote wanaotumikia Yesu watakaofanikiwa. Tumikieni Yesu, mwaminini Mungu aliyeumba mbingu na dunia, aliyemtoa mwana wa kipekee ili wote wamwamini yao waweze kuwa na ushindi. Amen. Wacha tuombe. Baba wetu wa mbinguni, tunakushukuru sana na tunasema ni asante, maana umenena nasi ya kwamba hakuna silaha wala uchawi wala ubaguzi utakaofanikiwa dhidi ya wale wanaokutumainia, wanaokutumikia wewe Yesu, Mungu wa milele. Na sasa ukasema ya kwamba hakuna jina jingine tumepewa mbinguni wala duniani linalopaswa mwanadamu kuokolewa, maana jina ni la Yesu Kristo pekee. Nami ninatangaza ya kwamba goti zote na ulimi, kila ulimi na magoti yote yatapimwa nikisema Yesu Kristo ni Bwana. Maana wewe ndiye Bwana hata kwenye bahari, wewe ndiye Bwana kwenye anga, wewe ndiye Bwana hata kwenye majini, wewe ndiye Bwana wa wote, wewe ndiye Bwana hata waaguzi na wachawi, wewe ndiye bosi. Natangaza katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana, natangaza ushindi na natangaza uponyaji, natangaza baraka siku ya leo, natangaza baraka kwa yote ambaye aliamini hilo jina la Yesu. Baba, ninambariki katika jina la Yesu, na ninatangaza hakuna uchawi, hakuna uaguzi, hakuna kifo wala laana itakayofanikiwa dhidi ya wote waaminio Kristo katika jina la Yesu. Ninatangaza baraka kwa wale wote ambao
wanaweka tumaini katika jina hilo la Kristo. Na ninaomba ya kwamba Baba, kila michari na kila uaguzi na kila uchawi wote uliotengenezwa dhidi ya watu wa Mungu, dhidi ya Injili, dhidi ya mtumishi wako, ninavunja na kuharibu katika jina la Yesu. Na ninatangaza nguvu na uwezo wa damu ya Yesu. Kila goti litapigwa, kila ulimi utakiri ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana. Baba, ulisema ya kwamba tuenende dunia yote tukahubiri Injili, atakayeamini ataokolewa. Ukatupa nguvu na uweza wa kukanyaga nyoka na nge, wa kuenenda na kunena. Nao nimetangaza kwa jina la Yesu, naenda kwa jina la Yesu, inahubiri kwa jina la Yesu, inatangaza nguvu na uweza wa Bwana, ili watu wako wakombolewe katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu vijana wataokoka, kwa jina la Yesu wazee wataokoka, kwa jina la Yesu wamama wataokoka, kwa jina la Yesu waliofungwa wafunguliwe, kwa jina la Yesu. Natangaza kila uchawi na uovu, kila nguvu za giza, madhabahu ya kuvuga watu, sababu na sadaka na kafara za wanadamu, za majini, zote zichomeke na haziharibu katika jina la Yesu. Nainua madhabahu ya damu ya Yesu inayomnena mema kuliko damu ya Abeli. Na nena damu ya Yesu katika kijiji hiki, na nena damu ya Yesu katika siku ya leo, na nena damu ya Yesu hata katika viongozi. Damu ya Yesu, jina la Yesu litawale katika jina la Yesu. Tunanena amani, tunanena upendo, tunanena wema wako, fadhili zako zikae pamoja nasi siku ya leo na wiki hii katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amina. Amina. Mungu na wabariki sana katika jina la Yesu.